Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Dan Kane wameongea na waandishi wa habari Alhamisi hii wakitetea vikali mashambulizi ya anga yaliyofanywa mwishoni mwa wiki dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, huku wakikanusha taarifa za awali kuwa mashambulizi hayo yalikuwa na athari kidogo. Hegseth alikosoa vikali vyombo vya habari kwa kuchapisha tathmini ya awali ya kijasusi iliyodai kuwa mashambulizi hayo huenda alichelewesha tu mpango wa nyuklia wa Iran kwa miezi michache. Tathmini hiyo ilitolewa siku 1.5 baada ya mashambulizi. Inahitaji wiki kadhaa kupata taarifa kamili, alisema Hegseth. Naomba vyombo vya habari vitambue mabadiliko makubwa ya kihistoria katika usalama wa bara hili. Rais Trump amelifanikisha jambo ambalo marais wengine walikuwa wakilihubiri tu. Amesema alisisitiza kuwa Rais Trump ameweka mazingira ya kumaliza vita na kusema uwezo wa nyuklia wa Iran umeharibiwa, na mnukuu hapa akisema, chagua neno lako, umesambaratishwa, umeharibiwa. Jenerali Dan Kane alielezea kiufundi kuhusu operation hiyo na kuthibitisha mafanikio yake. Mabomu ya Pound F-30 yalifanya kazi kama ilivyokusudiwa, yalilipuka, alisema. Alifafanua kuwa jeshi halifanyi tathmini ya madhara ya mashambulizi, yani Battle Damage Assessment, bali jukumu hilo hufanywa na idara za kijasusi. Kane pia alidai kuwa siku chache kabla ya mashambulizi, Iran ilijaribu kufunika sehemu kuu ya kituo cha nyuklia cha Fordo kwa zege nzito ili kuzuia mashambulizi. Tunajua vipimo halisi vya kifuniko hicho cha zege, alisema. Wapanga mashambulizi walizingatia hilo. Kifuniko kiliondolewa kwa nguvu na bomu la kwanza na shimo kuu la kituo lilifunuliwa. Maafisa wote hawa wawili walizipongeza juhudi za marubani wa Marekani waliotekeleza operesheni hiyo kwa ustadi wa hali ya juu. Taarifa hizi za Pentagon zinakuja wakati ambapo kuna mjadala mkubwa kuhusu athari za kisiasa za mashambulizi hayo.